Kutokana na mkanganyiko pamoja na sintofahamu iliyopo katika swala zima la nishati kwa maana ya mafuta, tumeona mlipuko wa bei, lakini pia na baadhi ya maeneo mafuta kuto kupatikana. Hii imetokana pengine na hali ya vita ambayo inaendelea Mashariki ya Kati pamoja na taifa la Irani. Sasa Skyworld Television leo hii tumebisha hodi hapa katika maeneo ya Faya Kariakoo ili kuzungumza na baadhi ya wananchi pamoja na maafisa usafirishaji ili kusikia kutoka kwao kilio chao kwenye hili ni kipi. Ripoti yako Emmanuel Po, nyuma ya kamera yuko Director Ramadhani Said. Naitwa Suleiman Milambo. Yangu ni mabibo kwa Kariakoo gerezani. Kama sasa hivi mafuta yako juu sana. Sababu kama mwanzo tulikuwa tunaweka mafuta 93, sasa hivi tunaweka mafuta mpaka 150,000 kwa trilipu 9. 150,000. Kwa hiyo uchukua 150,000 na hesabu zetu sisi mataji zetu. Si yule unaondoka weupe yani. Kwa hiyo hali imekuwa ngumu sana. Kwa kipindi cha nyuma mafuta yalikuwa shilingi lita. Kwa tunanunua shilingi 3,000, 2,800 kama na 40 kitu. Sasa hivi tunanunua shilingi 3,806. Maana yetu ituangalie kwa sababu mafuta ni pigo kwa watu wote. Sisi wale daladala, bodaboda. Kwa hiyo tuangalie kama anaweza kutupunguzia tupunguzie. Kwa kweli hali imekuwa ngumu sana. Naitwa Janet. Naona kama serikali ina uwezo wa kudhibiti kupanda na kushuka kwa bei ya mafuta. Kwa sababu tayari wana akiba, ni bora yakatolewa, yakasambazwa kwenye sheli, wananchi wakaendelea kupata mafuta ili nauli zipungue. Kwa sababu nauli zinavyoongezeka pia zinaongeza gharama za maisha kwa wananchi na maisha ya wananchi bado yatarudi katika hali duni ambayo serikali inapambana kila siku kumtoa Mtanzania katika hali duni, lakini kutokana na hii kupanda kwa mafuta lazima gharama za maisha zitaongezeka. Kwa hiyo zitampelekea mwananchi pia maisha yake kuongezeka gharama za maisha. Mgogoro ambao upo unaathiri maisha ya wananchi kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu nchi nyingi sana sana nchi za Afrika bado tunategemea misaada kutoka nje, tunategemea vitu vingi kutoka nje. Kwa mfano hata swala la mafuta bado tunategemea mafuta be exported kutoka nje. Kwa kama tunategemea kutoka nje, mgogoro unaoendelea unaathiri kwa kiasi kikubwa sana na inapelekea maisha ya wananchi, gharama za maisha kupanda kwa asilimia kubwa. Hivyo tungependa kuomba labda kama kuna uwezekano ikafanyika chochote au serikali inaweza ikashirikiana kwa namna moja au nyingine, migogoro ikaisha na kupata ufumbuzi au tukapata njia nyingine ambayo inaweza ikasaidia maisha ya wananchi yakarudi au yakawa katika hali ile ya kawaida ambayo hayamuumizi mwananchi hata yule mwenye kipato cha chini. Naitwa Musa Tibu Ali. Mimi Kariakoo, mtaa wa Faya, Msimbazi na Livingstone. Athari tulizokumbana nazo kutokana kama sisi wajasiriamali wa watu wa chini, kwa hiyo ni ngumu kumanage ile hela kuipata kwa wakati kutokana unatumia hela nyingi kwenye mafuta alafu mzunguko wa biashara ni mdogo, kwa hiyo inatukosti kidogo, inatuumiza kwa sisi wasafirishaji. Utofauti ni kwamba changamoto kwenye sheli, baadhi ya sheli kila ukienda wanakuambia hakuna mafuta, kila ukienda hakuna mafuta. Ikiwa especially kama hapa City Center, sheli nyingi haweki mafuta. Juzi, jana, leo ndo kidogo tumepata mafuta, lakini bei ya mafuta ndo kama hivyo imeongezeka. Hiyo ndo changamoto. Maana serikali kama wana akiba nyingi ya mafuta, wafanye wepesi wajasiriamali wadogo ambao kama bodaboda watupunguzie bei ya mafuta ili mradi tuendelee na shughuli zetu kama kawaida. Naitwa Alex Ramadhani. Kwetu kuna athari nyingi sana. Kwetu kama afisa usafirishaji tunapata athari nyingi kutokana na shughuli zetu tunazofanya za kila siku. Tunatumia mafuta. Sasa mafuta yakipanda bei na halafu hapatikani, yanakuja kutuathiri mara mbili. Hela haipatikani na mafuta hayapatikani. Tunakuja kuathirika mara mbili. Moja ya matatizo, bei haiongezeki, bei iko pale pale. Yaani ndio tatizo la kwanza. Yaani kama mteja kama mbeba kwa 5,000 anataka mbebe kwa ile ile ya zamani. Ikipanda haweza kupanda sana, unaangalia sasa wewe unatoka nyumbani unatafuta hela. Familia mkono ende kinywani. Itabidi ubebe hivyo hivyo, lakini hasara. Kama sisi wasafirishaji wa bajaji, wa bodaboda
hata hizi daladala, yani wote tunapata hasara. Yani kilio chetu tunaomba watuangalie kwa jicho la pili. Hayo ndiyo baadhi ya maoni kutoka kwa baadhi ya watu ambao tupata nafasi ya kusema nao, hasa kuangaza juu ya kadhia hii ya mkanganyiko wa sintofahamu kuhusiana na swala zima la kupanda kwa bei ya mafuta, lakini pia na baadhi ya maeneo bidhaa hiyo kuto kupatikana kabisa. Kutokana hiko ambacho tumeweza kueleza na umeweza kupata nafasi ya kukisikia, ripoti za Skyward Television leo hizi zinakomea hapa. Kutokea hapa Kariakoo jijini Dar es Salaam, Emmanuel Paul, Skyward Television.